Mbunge wa jimbo la Momba, Mheshimiwa Condesta Michael Sichalwe, amesema hakuna sababu ya vyombo vya dola kuendelea kupambana na Watanzania wanaojihusisha na uzalishaji wa pombe aina ya gongo. Badala yake ameshauri mamlaka zinazohusika kuwapa elimu ya uzalishaji wa pombe hiyo kwa viwango vinavyohitajika ili iweze kuchangia uchumi wa taifa. Mbunge huyo wa jimbo la Momba ametoa ushauri huo kwa serikali katika mahojiano yake na George Marato TV Juni 5 mwaka 2025 katika viwanja vya bunge jijini Dodoma. Amesema kuna baadhi ya pombe kali zinazoruhusiwa kuingizwa nchini zikiwa ni hatari zaidi kwa binadamu, huku mamlaka hizo zikizuia pombe zinazotengenezwa ndani ya nchi. Wito wangu tu ni kuendelea kuwaomba serikali kwamba wasibeze ubunifu wao wa Tanzania ambao wanao, kwa sababu kama pombe hizo zinaweza zikawa zimetoka nje ya nchi na hatujui zimetengenezwa katika kiwango gani, yani hatujui zimetengenezwa katika misingi ipi, ila japokuwa zinapokuja nchini kwetu zinaonekana zimekizi viwango vya matumizi ya kibinadamu, basi na sisi tunaendelea kuomba kwamba pombe zetu hizo ambazo ziko ndani ya nchi ambazo zinabuniwa na Watanzania, ndo kama hivyo gongo, kuna nipa, pombe za ndizi ambazo zinatoka kule Kagera na maeneo mbalimbali yaliyoko Tanzania, ambao wanatengeneza pombe aina ya spirit ambayo inaweza kufaa kwa matumizi ya binadamu, lakini hizi zingine kama gongo zinakuwa zinaonekana hazijafikiwa kiwango sahihi cha matumizi ya binadamu. Wito wangu kwa serikali ni wao kuendelea kuwapa elimu na kuwaongezea uwezo kutengeneza pombe ambazo zitaweza kufikia kiwango sawasawa na zile ambazo zinaingizwa nchini kwetu, ambazo zinaonekana zimefaa kwa matumizi ya kibinadamu, ili kuendelea kuenzi ubunifu wa Tanzania ambao wamebuni, na pia kuendelea kuondolea watu starehe ambao wao wanaona wanahitaji kutumia pombe, kwamba tunaweza tukatumia pombe zetu zenyewe za ndani zikatosha kwa matumizi ya watu ambao wao wanaona wanahitaji kutumia pombe. Na pia kwa kuwa zitakuwa zimekizi ubora, basi zinaweza zikatoka zikauzwa pia nje ya nchi zikiendelea kutuongezea kipato. Kwa ni swala tu la serikali kuendelea kuwaunga mkono, kuendelea kuwafundisha watengeneze katika kiwango ambacho kinastahili kukizi matumizi ya kibinadamu ya ndani na kukizi soko la nje. Kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jimbo hilo, mbunge huyo wa jimbo la Momba amesema, lakini tunaendelea kushukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Dr. Samia kwa miradi yote ya maendeleo ambayo tumeipata ndani ya jimbo la Momba. Tumepiga hatua, tumefanikiwa katika upande wa afya, tumejenga madarasa kadhaa, tumefanikiwa katika upande wa barabara, tumefungua barabara mpya za vijijini na kuboresha zile zingine ambazo zilikuwepo. Tumefanikiwa kuboresha afya, tumejenga hospitali ya wilaya, tumejenga vituo vya afya 3 na zahanati 14. Tumefanikiwa kujenga miradi ya maji katika maeneo kadhaa. Kwa kweli Momba ya jana sio Momba ya leo. Maendeleo ni hatua, hatujaweza kukamilisha kwa 100%, lakini tumefanya kwa kiwango kikubwa sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na serikali kwa namna ambavyo waliweza kutupatia miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Momba, na niwashukuru pia wana Momba kwa namna ambavyo na wenyewe wamekuwa ni watu wa shukrani kwa ajili ya kupokea hiyo miradi na kuendelea kunituma mimi mbunge niweze kufanya kazi kwa ukamilifu kuweza kupata hiyo miradi. Na mimi nashukuru pia sana, nimefanya kazi kwa ukamilifu sawa sawa na vile ambavyo wana Momba wameniagiza, na ndio maana wanaendelea kuniamini mpaka sasa na kipindi kinachokuja pia. GMTV Dodoma.